Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mzuri tena, tunaendelea na mwendelezo wetu wa mahubiri. Nilikuwa nikihubiri kuhusu siri iliyo kubwa katika siku ya saba. Yaani katika siku ya saba ya uumbaji wa Mungu kuna siri kubwa sana ambayo imefichwa pale, na niko kwa ajili ya kufichua hiyo siri ni siri gani. Sasa nimehubiri sehemu ya kwanza, nikahubiri sehemu ya pili ya siri ya Mungu kubwa ya siku ya saba. Sasa naingia sehemu ya tatu. Na katika sehemu ile ya pili mahubiri ni kama yalikata. Kwa hiyo nitamani nianzie hapo kwa yale mahubiri machache ambayo yalikata. Katika mahubiri yale ya sehemu ya pili tuliona kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba siku moja ni sawa na miaka 1000 kwa Mungu. Kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ile ya 3 na mstari wa 8. Pamoja na Zaburi sura ya 90 mstari wa 4. Pale neno linasema siku moja ni sawa na miaka 1000. Sasa basi tunaona kwamba tulifafanuliwa tukaona kwamba ile siku ambayo Mungu aliumba mbingu na nchi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili mstari wa 2 na wa 3, ambao Mungu alipumzika akastarehe akaacha kufanya kazi, ilikuwa ni siku ya Sabato. Ilikuwa ni mfano tu wa utawala wa miaka 1000. Na kwa nini ni mfano wa utawala wa miaka 1000? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Torati ni kivuli kutuleta kwa Kristo. Na Torati tulisoma tukaona kwamba Torati na manabii vilidumu mpaka Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo kwa sisi wa Kristo tunaposema Torati maana yake kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu kile cha Malaki au hadi kipindi kile cha Yohana Mbatizaji. Pale ndio Torati inaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi kulingana na ufunuo wa nabii tukaona kwamba siku ile ya saba ya uumbaji ilikuwa ni miaka 1000 kulingana na unabii ambao ulitolewa na huyu malaika wa saba wa Ufunuo sura ya 10 mstari wa 7, ambaye yuko kwa ajili ya kufunua hiyo Biblia. Sasa ningeanzia hapo. Tulisoma kitabu kimoja au ujumbe mmoja wa mahubiri wa huyu ndugu kwenye kitabu kile kinaitwa Alama ya Mnyama. Tulisoma hapo tukaona anasema hivi, ningependa nisome kwenye para ya 33 mpaka 34. Tasoma kwa jina la Bwana. Nakumbushia tu, lakini angalieni, hebu kwa kuzungumzia tulichukue kihistoria. Miaka 2000 ya kwanza taratibu ya ulimwengu ilifikia upeo wake. Ndipo Mungu akauharibu ulimwengu kwa maji. Mnajua hivyo? Kusanyiko linasema amina. Ndipo ukatokea kama ulimwengu mpya. Alafu miaka 2000 ya pili ukafikia mwisho wake tena. Ndipo Mungu akamtuma Yesu, sivyo? Amina. Huu ndio mwisho wa miaka 2000 inayofuata. Mwaka 1954 na Injili. Yesu alisema kazi itafupishwa. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya walioteuliwa. La sivyo hakuna mtu angeokolewa. Ungekuwa mbaya sana. Kwa hiyo kutoka katika wakati wa mwisho kisha ule wa saba. Katika mfano ni ile miliki ya miaka 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa tunaona nasema kwamba katika mwaka ule Adamu alipofanya kosa akafukuzwa kwenye bustani ya Edeni, kutoka pale mpaka Nuhu gharika ikashuka ilipita miaka 1000. Hapa sasa kutoka gharika mpaka Yesu alipozaliwa ilipita miaka 2000. Kutoka Adamu mpaka Nuhu ilipita miaka 2000, na kutoka Nuhu mpaka kuzaliwa Yesu ilipita miaka 2000. Na kutoka Yesu Kristo mpaka mwaka 1954 nabii huyu anasema ilipita miaka 2000. Sasa kuanzia mwaka wa 54 na huko tunaingia ile 1000 ya saba, ambayo hii 1000 ya saba ilikuwa ni mfano wa ile siku ya saba ambayo Mungu alipumzika, kwa sababu Mungu alipoumba dunia hakuwa kama sisi mwanadamu, na kulikuwa hakuna masaa 24 kama haya tunayoyajua ya mchana na usiku, lakini yeye aliumba kwa siku 6, ikiwa ina maana miaka 6000, kwa maana siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka 1000. Na Adam kwenye bustani ya Edeni alikuwa ni kama Mungu, kwa sababu alikuwa na uwezo alikuwa nao Mungu, ama alikuwa ni Mungu mdogo anayetawala dunia. Kwa hiyo siku alikuwa anahesabu miaka 1000. Kwa hiyo ndio siku ya Mungu. Sasa basi tunaona kwamba mpaka wakati wa mwaka 1954 nabii huyu anasema kwamba tumeingia ile 1000 ya saba. Sasa nimekuwa nikihubiri hivi na kusema sasa nikihubiri hivi watu wengi wanakimbia, hawataki kusikiliza. Sasa mimi nakuomba ndugu yangu usikimbie,
endelea kunivumilia, endelea kusikiliza, kuna siri fulani nakuletea, utakuja kupata kitu fulani. Sasa baada ya hapo ningesoma para ya 34. Kama vile Mungu alivyoshughulikia miaka 6,000, tunajua ya kwamba miaka 6,000 siku moja mbinguni ni miaka 1,000 duniani. Petro wa pili, mnaona? Sasa naye Mungu aliujenga ulimwengu katika miaka 6,000. Nalo kanisa lilishindana na dhambi sasa kwa miaka 6,000. Na kwenye ile 7,000 Mungu akaenda kupumzika. Akapumzika katika ile 7,000. Na sasa mfano wa ile miliki ya miaka 1,000, kanisa kuishi hapa duniani papa hapa katika umbo la mwili kwa miaka 1,000 bila maradhi, hofu, shida wala mauti. Ule utawala mkuu wa ufanisi unaingia sasa. Lo, kwa ajili ya huo, lo, ninaupenda huo wimbo. Bwana Yesu awabariki sana. Kwa hiyo sasa tunaishi kipindi cha ule utawala miaka 1,000, kwa sababu anasema ule utawala miaka 1,000 unaingia sasa hivi. Bwana Yesu awabariki sana. Toka mwaka 1954 tumeingia mwaka wa 1,000 ile ya 7. Ndio hapa nabii anaposema. Sasa nimekuwa nikikuomba uweze kutulia na kunisikiliza vizuri, usinikimbie, kwa sababu ukinikimbia utakosa siri. Na uweze kuondokana na ile mafundisho uliyoyazoea na unataka umekalilishwa hivyo ufundishwe hivyo, hapana. Kuna kitu kipya Mungu anakuletea katika siku ya leo. Kwa hiyo tega sikio lako uweze kusikiliza upate hiyo siri. Kwa hiyo tunaona ya kwamba sasa hivi tumeingia ile 1,000 Sasa mafundisho haya kipindi hicho Branham anafundisha huyu nabii au mjumbe wa 7, yalikuwa anachanganya kwa sababu miaka 2,000 ilikuwa bado haijaisha. Naye anasema tumeingia 1,000. Lakini kwa sasa hivi ndugu yangu, hata wewe unayonisikiliza, tunaishi mwaka 2020 na mwaka 2025 kwa kalenda ile ya Kirumi. Kwa hiyo hata kalenda ya Kirumi sasa hivi ukiifuatilia, tumeingia hii 25 iko kwenye 1,000 ile ya 7, iko ndani kwenye 1,000. Kwa hiyo tulishaingia kipindi kile cha utawala miaka 1,000. Lakini sasa swali ambalo tunajiuliza wakati wote, na hilo ndio linafanya watu wakimbie mahubiri ya JC, tumeingiaje kwenye utawala miaka 1,000 wakati tunapata shida, wakati tunakufa, wakati tunaumwa? Tunaingiaje kwenye utawala miaka 1,000? Hiyo ni siri ambayo nakumegea. Nataka nikupe siri. Kwa nini nabii anasema hivi lakini bado kwenye matatizo? Kwa nini tumeingia kwenye utawala miaka 1,000 lakini bado tu kwenye mwili wa kuharibika? Bado tunapata matatizo na tabu mbalimbali. Sasa tulia nikupe siri. Kwa jinsi hiyo ndio nikasoma kitabu kile, nataka nikisome tena. Kitabu kile cha makao ya baadaye. Makao ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani. Na paragrafu ile ya 66 nitasoma, na paragrafu ya 463 pamoja na 464 nitasoma kwa jina la Bwana. Hapa nasoma ili upate siri, usichanganyikiwe unaposema tumeingia kwenye utawala wa miaka 1,000. Usichanganyikiwe ndugu yangu mpendwa. Wewe ndugu muaminio, usichanganyikiwe. Wewe mchungaji muaminio, usichanganyikiwe. Endelea kutega sikio lako na uwe mvumilivu. Nikasema usiwe na pressure ya kukosoa kabla hujasikiliza. Neno la Mungu linasema usimpinge mtu pasipo kumsikiliza. Kwa hiyo na wewe usiwe na pressure ya kukosoa kabla hujanisikiliza. Nisikilize kwanza upate siri, na ukinisikiliza utanielewa tu. Ni kitu rahisi tu. Bwana Yesu awabariki sana. Nitasoma sasa tunaingiaje kwenye utawala wa miaka 1,000 sasa. Anasema ni akina nani waliokuja kwenye nchi mpya pamoja na nabii Nuhu? Hao walioingia pamoja naye safinani. Hiyo ni kweli. Hao ndio waliotoka na kutembea mle. Mnaona? Hao walioingia, hao ndio waliotoka na kutembea mle. Mnaona? Hao walioingia pamoja na Nuhu kwa ujumbe wake, hao ndio waliotoka wakatembea juu ya nchi mpya baada ya ubatizo wake wa maji. Kwa hiyo tunaona kipindi cha Nuhu kulikuwa na mbingu mpya na nchi mpya. Hiyo Petro wa kwanza kuanzia mstari wa 3 pale, ukisoma waraka wa Petro wa pili kuanzia mstari wa 3 ukisoma pale, utaona neno la Mungu linaelezea vile ambavyo watu siku hizi wanasema hamna mwisho wa dunia. Basi pale maandiko yanasema wanasahau kwamba kulikuwa na mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza vilifanyizwa kutoka kwenye maji,
na ile mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza vilivyofanyika kutoka kwenye maji viliangamizwa na maji, kipindi cha Nuhu. Bwana Yesu abariki sana. Na Nuhu alipoangamizwa kwenye maji, baadaye alipotoka kwenye maji watu wamekufa, maandiko yanaonyesha kwamba alikuwa kwenye mbingu mpya, alitoka kwenye mbingu mpya na nchi mpya alipotoka kwenye safina. Sasa ndio swali ambalo nabii anauliza hapa kwenye pala hii ya 463, ujumbe wa makao ya baadaye bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani. Nabii anasema kwamba ni akina nani Nuhu aliingia kwenye mbingu mpya na nchi mpya lini? Yaani manake Nuhu alivuka gharika lini? Anasema kwamba je, ni pale alipotoka kwenye safina? Anasema sio pale alipotoka kwenye safina. Aliingia kwenye mbingu mpya na nchi mpya pale alipoingia ndani ya safina, akakaa siku 7 kabla gharika haijaja. Na wakati ule anakaa zile siku 7, watu wa ulimwengu walikuwa wanamcheka Nuhu. Watu wanamcheka kwa sababu jua kali, hakuna mvua. Yeye anasema tu mvua itanyesha, mvua itanyesha. Na alipokuwa ndani ya safina alikuwa anafurahi, anaona niko salama, mvua imenikosa, wakati mvua haipo. Watu walimuona chizi. Bwana Yesu abariki sana. Sasa na mimi nasoma hivi usije ukaniona chizi, kwa sababu nakwambia tumeingia kwenye utawala wa miaka 1000, usije ukaniona chizi, ni kama Nuhu na kumegea siri hapo. Sasa baada ya hiyo naendelea paragrafu ya 464, anasema wale walioingia pamoja na Yesu sasa unaingia ndani yake kwa roho mmoja, naye ni neno, unakuwa sehemu yake. Wewe ni sehemu yake ipi? Neno linaloishi la wakati huu. Kutambua utatembea pamoja naye katika ule utawala wa miaka 1000. Hapo ndipo utakapotoka ukatembee. Angalia, si kizazi kipya kupandikiza. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo anasema sasa, kama vile Nuhu alivyoingia kwenye safina akakaa siku 7, ni sawa na vile siku ya leo, ambapo katika siku ya leo wanadamu wanangoja kuingia kwenye utawala wa miaka 1000. Na tunaingiaje kwenye utawala wa miaka 1000 siku ya leo? Anasema ni hawa Wakristo wakati huu ambao wataingia katika neno, wakajazwa Roho Mtakatifu. Hao ndio watakaotoka baada ya gharika, kwa sababu na sisi tuna gharika yetu kama ya Nuhu. Gharika hiyo ambayo inatujia kama ya Nuhu ni kwamba kuna moto. Sasa hivi sio mvua. Mungu alimwambia Nuhu hata angamiza tena kwa maji, lakini mbingu ya sasa na nchi ya sasa imewekwa akiba kwa ajili ya moto na kiberiti. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo mbingu ya sasa na nchi ya sasa itachomwa moto. Kwenye kitabu hiko cha Petro wa pili sura hiyo ya 3, ukisoma hapo utaona jinsi ambavyo kila kitu kitawashwa moto. Kwa hiyo hiyo ndio gharika. Hasa tukitoka kwenye gharika hiyo moto, watu wote dunia nzima wanajua kwamba moto utakapochomwa, yaani vita ya Armagedoni itakapopigwa ikiisha, ndio tunaanza kwenye utawala wa miaka 1000. Sasa kusudi la kuhubiri mahubiri haya ni kukumegea hiyo siri kwamba hatuingii kwenye utawala wa miaka 1000 baada ya vita ya Armagedoni. Tunaingia hivi sasa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio unatuingiza kwenye utawala wa miaka 1000 sasa, kama vile Nuhu alivyoingia kabla ya gharika, akawa ameingia ndani ya safina akakaa siku 7. Bwana Yesu abariki sana. Sasa ngoja nisome andiko linaloonyesha hayo kwamba Nuhu alikaa siku 7 ili kuthibitisha hayo. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 7 na mstari ule wa 7. Kitabu cha Mwanzo sura ya 7 mstari wa 7 nitasoma. Anasema hivi: Nuhu akaingia katika safina, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika. Mstari wa 8. Na katika wanyama walio safi na wanyama wasio safi na ndege na vyovyote vitambaavyo juu ya nchi, wakaingia katika safina alimo Nuhu, wawili, mume na mke, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu. Ikawa, mstari wa 10 wanasema, ikawa baada ya siku hizo 7 maji ya gharika yakawa juu ya nchi. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo nimesoma hapo ili kuthibitisha kwamba Nuhu aliingia ndani ya safina akakaa siku 7. Wakati ameingia ndani ya safina ndio alikuwa salama na ndio alikuwa amekwepa ile gharika. Na pale ndio aliingia kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Alikuwa alishatoka kwenye mbingu ya zamani na nchi ya zamani. Na sisi wa Kristo kwenye ujumbe huu wa makao baadaye bwana harusi na bibi harusi wa duniani,
tunaingia kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu sasa hivi, ndio tunaingia kwenye utawala wa miaka 1000. Anasema hao wanaoingia kwa ujumbe wa ndugu William Marion Branham, kwa sababu wale walioingia kwa ujumbe wa Nuhu kipindi cha Nuhu ndio hao walitoka ndani ya safina na kutembea ng'ambo ya gharika. Na hao ambao wanaingia sasa hivi kwa ujumbe wa Nuhu wetu William Marion Branham, huyu ni Nuhu wa kipindi chetu, na anatuhubiria tuingie kwenye safina, na safina hiyo ni neno la Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Na tunaingia kwa jina la Yesu, ubatizo kwa jina la Yesu, kwa sababu Yesu ndio lango la kuingilia mbinguni. Kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 10 nasema mimi ni mlango wa kondoo. Mtu atakayeingia katika njia nyingine, huyu anaingilia dirishani. Bwana Yesu abariki sana. Akiwa na maana waliobatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Wakristo wote waliobatizwa hivyo au wamepitia dirishani. Kwenye kitabu kile cha Mathayo sura 22 ukisoma, yule bwana ambaye aliingia kwenye harusi bila vazi la kondoo la harusi, alikuwa na vazi jeusi, hakuwa na vazi la harusi, yule aliingilia dirishani. Sasa ndugu yangu mpendwa, Mkristo mwenzangu, niko na kuhubiria siku ya leo hiyo siri ya kwamba usiwe na vazi jeusi, vaa vazi jeupe, na vazi jeupe ni Roho Mtakatifu. Petro alisema kwenye ile Matendo sura ya 2 na mstari wa 38, baada ya kuulizwa kwenye mstari wa 37 sura ya 2 kitabu cha Matendo, tutendeje ndugu yetu? Basi Petro akajibu akasema, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu mpate msamaha wa dhambi, nanyi mtapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukitubu kwa jina la Yesu unapata msamaha wa dhambi. Ukitubu ukabatizwa kwa jina la Yesu unapata msamaha wa dhambi, kisha unapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Na kipawa cha Roho Mtakatifu ndio vazi la harusi. Kwa hiyo ukibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, haupati Roho Mtakatifu, unapata roho ya kizehebu. Nyakati za mwisho ni za nyakati za hatari. Wengi watajitenga na imani nao wakisikiliza roho zidanganyazo. Hiyo Timotheo inasema hivyo. Timotheo nadhani Timotheo wa 2 sura ile ya 4 inasema hivyo, Roho wa Mungu anena waziwazi. Huyu roho anayedanganya huwa anaitwa Roho Mtakatifu, lakini mimi naita roho ya kimadhehebu au roho ya kidini. Lakini huyu Roho wa Mungu ni neno la Mungu. Kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 6 na mstari wa 66, Bwana Yesu alisema ya kwamba mwili haufai kitu. Maneno haya mwili haufai kitu, roho ndio itiaye uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo maneno ya Mungu ndio Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama Mungu amesema tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo kwenye kitabu cha Matendo sura ya 2, huyo ni Roho wa Mungu anasema, na watu wakabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Na hata kwenye sura ile ya 8 kitabu cha Matendo sura mstari wa 16, watu wamebatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka hapo kwenye sura ile ya 10 na mstari ule wa 47 na 48, watu wamebatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ukitoka hapo kwenye Matendo sura ya 19, tunaona mtumishi wa Mungu Paulo anabatiza kwenye mstari wa 5, watu wale wa Efeso wanabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna mahali walibatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ubatizo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ndio maana tumejitahidi kuhubiri kwamba hiyo ni ubatizo ambao si wa Kikristo. Huo ni ubatizo ambao uko kinyume na neno. Alafu vile vile ile Matendo ile Mathayo sura ya 27, Mathayo sura ile ya 28 na mstari wa 19, Yesu aliposema nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Katika Biblia yote nimekuwa nikikumbushia mara kwa mara kwamba iko pale pale ndio Yesu anasema mkawafanye, tena ni agizo pale abatizi, anawaagiza wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoagiza wanafunzi wale wakaenda kubatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hakuna sehemu walibatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu kwa sababu hakuna sehemu nyingine ambapo wameambiwa hivyo, hiyo sasa sio ubatizo kwa jina la Baba ndio neno, kwa sababu neno lisipokuwa na mashahidi 2 au 3, hilo neno ni uongo. Na ubatizo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu hauna mashahidi wengine. Tunapata mahala pamoja tu katika Biblia. Kwa hiyo huo ni uongo. Ndugu yangu, toka kwenye uongo uje upate vazi la harusi, Roho Mtakatifu wa kweli, na uvue vazi la kizehebu ambalo unalo sasa hivi. Unapambana na vazi lako la kizehebu kupinga neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawa watu waliobatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, hawa ndio watu ambao wameingia ndani ya safina kwa ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu, kwa sababu wanaamini neno la Mungu. Na hawa ndio walioingia kwenye utawala miaka 1000 sasa hivi. Hao ndio watatoka na kucheza na kutembea baada ya gharika yetu. Gharika inakuja, na gharika hiyo ni vita ya Armageddon.
na tutavuka kwa sababu tuna Roho Mtakatifu. Lakini wewe kama unangoja gharika ivuke kule, hautakuwepo kwa sababu huku ng'ambo umekuwa huna Roho Mtakatifu. Sasa hapa anamalizia huyu nabii anasema, unaona si kizazi kipya nikupandikiza. Akiwa na maana wakati wa utawala huu wa Ibilisi, utawala huu wa mpinga Kristo unaoendelea, dunia sasa hivi imetawaliwa na Ibilisi toka pale mwanzo Eden. Adamu alipokuwa amefanya kosa, dunia ilichukuliwa na Ibilisi. Ndio maana maandiko kwenye Wakorintho yanasema shetani ni mungu wa dunia hii, na siasa zote mifumo yote ya serikali na kila kitu, vyote hivi viko chini ya Ibilisi hivi sasa. Shetani anavitawala. Bwana Yesu abariki sana. Ndio maana alimchukua Yesu akampeleka kwenye kinara, akasema ukikubali kunisujudia nitakupa vyote hivi. Akamuonyesha miliki zote na tawala zote za dunia, akasema ukinisujudia nitakupa vyote hivi. Lakini Yesu akukubali, akasema imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako, akijua kwamba kuna utawala wa miaka 1000 unakuja. Yesu atakuja kutawala dunia, na hivi sasa anatawala kwa siri kwa watu binafsi. Amepandikiza ufalme wake kwa Roho Mtakatifu. Hawa waliobatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo ndio wanatawaliwa na Yesu Kristo sasa. Bwana Yesu abariki sana. Hao ndio watatoka baada ya ulimwengu kuangamizwa, kwa sababu sasa hivi kuna ulimwengu wa Ibilisi na ulimwengu wa Mungu uko pamoja. Kwa hiyo ulimwengu wa Mungu uko kwa siri, na siri yenyewe ni hao watu wenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na ukipata ubatizo wa Roho Mtakatifu sasa, hiyo inaonyesha sasa wewe tayari umeingia kwenye utawala wa miaka 1000 sasa. Na kama unangoja utawala wa miaka 1000 na hujabatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, wewe ujue kwamba hautakuwa, utaishia kwenye mabomu ya atomic. Nabii wetu anasema Mrusi ana mabomu kule ambayo yataangamiza ulimwengu huu katika vita ya Armageddon inayokuja iliyo karibu hivi sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio siri ya ile siku ya 7, matukio yanayotokea. Sasa basi ningeendelea tena kusoma sehemu fulani kwenye ujumbe wa Waebrania kuonyesha tena utawala wa miaka 1000 unaanza lini na utawala wa miaka 1000 ni kitu gani. Kwenye ujumbe wa Waebrania mlango wa 4 ulihubiriwa na ndugu William Marion Branham. Ujumbe unaitwa Waebrania mlango wa 4. Nitasoma kuanzia ile paragrafu ya nitasoma paragrafu ya 88. Paragrafu ya 88 inasema hivi: sasa angalia, naye Mungu ... Sikilizeni andiko hili sasa. Mungu alistarehe siku ya 7, akaziacha kazi zake zote. Mungu alikuwa na Sabato, na hiyo siku ya 7 ilidumu miaka 1000, mfano wa ule utawala wa miaka 1000. Kwa hiyo hapa tunapata siri kwamba kumbe ile Sabato ya Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 2 na wa 3, Mungu alipopumzika ilikuwa ni mfano tu, kwa sababu Torati ni kivuli kutuleta kwa Kristo. Kwa ilikuwa mfano tu wa utawala miaka 1000 ambao unakuja, ambao Yesu atatawala pamoja na watoto wake, pamoja na waaminio. Kwa hiyo ile ilikuwa ni mfano, lakini utawala unaokuja, utawala miaka 1000 ndio picha lenyewe. Bwana Yesu abariki sana. Na hata wale watoto ambao Adamu aliambiwa ilibidi atawale nao wazae, ndio hao wa Kristo wanaoamini neno la Mungu sasa hivi, ambao watatawala pamoja na Kristo utawala miaka 1000. Hao ndio watoto ambao Adamu ilibidi awazae waweze kutawala dunia. Bwana Yesu abariki sana. Sio hao watu wanaopinga neno la Mungu tunaita wapinga Kristo, hapana, sio hao, ni hao wanaoamini neno la Mungu. Ndio maana sasa hivi kabla utawala hujaanza, Mungu akipata ubatizo wa Roho Mtakatifu, ule uwezo wa kunena ikawa wanaupata, kama alivyokuwa kina Petro, waliweza kuponya wagonjwa, waliweza kufufua wafu. Na hata sasa hivi ile nguvu inatenda kazi kwa wachache ambao wameamini neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema, kwa maana alinena siku ya 7 mahali fulani hivi, Mungu alistarehe akaziacha kazi zake zote, kiwakilishi nafsi kazi zake zote, alistarehe siku ya 7. Hiyo ni Mungu. Hapa napo chini ya Torati, kama wangeingia kama wataingia laani mwangu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapo nilikuwa nasoma kuonyesha kwamba siku ya 7 ilikuwa ni mfano au kivuli cha utawala miaka 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimalizie ile kalenda, tuliongea kuhusu kalenda. Ndio maana tunaona mwaka 1954 nabii anasema ndio mwisho wa miaka 1000 toka Adamu, au toka Yesu Kristo ndio mwaka wa 2000 uliisha. Mwaka 1954 uliisha mwaka 2000. Sasa hapo utashangaa mwaka 4000 huyo nabii anasema ndio iliisha hiyo miaka. Alafu tunaona mbona mwaka 2000 ni sasa hivi tu umeisha?
Sasa anasema kwamba kalenda ya Kirumi ilitukosesha, au kalenda ya Kirumi imekosea. Kwanza hapo mwanzo kipindi kile cha Nuhu walikuwa wanahesabu kalenda kwa kutumia kalenda ya nyota inaitwa zodiaka. Walikuwa wanahesabu kwa kutumia kalenda ya nyota. Sasa wakati wanahesabu kwa kalenda ya nyota, wakati ule wa gharika maji yalikuwa mengi sana mpaka dunia ikakingama. Dunia ikapinda, imeegama kidogo hivi, kwa sababu Mungu wakati anaumba alisimamisha dunia wima na nyota na kila kitu vilikuwa vimesimama wima. Kwa hiyo ulikuwa unaweza kuhesabu kalenda kwa kutumia nyota vizuri tu. Lakini baada ya gharika dunia imekingama kidogo, au imekaa upande kidogo, na hiyo imekosesha zile hesabu hazijakaa sawa sawa. Kwa hiyo baada ya gharika Mungu akaja na kalenda ya Myahudi. Kalenda ya Myahudi nabii wetu anatuambia ina siku 30 kila mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka mzima unapata siku 360. Na hatupati mwaka mmoja mrefu, mwaka mwingine mfupi. Hatupati tarehe moja, mwaka mmoja una tarehe 31, mwaka mwingine una tarehe 30, mwaka mwingine una tarehe 29. Samani mwezi, na maanisha mwezi mwingine una tarehe 29, mwezi mwingine una tarehe 28. Kwa hiyo tunapata mwaka mwingine mrefu, mwaka mwingine mfupi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa kalenda hii ya Kirumi tunayoitumia, hii si kalenda ya kinabii, na hii inatukosesha kwa sababu inakosea, imekosea. Na Mungu alikuwa akisema atafanya kitu fulani baada ya siku fulani au baada ya miaka fulani. Ulikuwa mwaka ukitimia, wakati unatimia mwaka ule kamili, Mungu anafanya tukio. Tunaona Ibrahimu wakati anaambiwa atoke kwenye ile nchi, aende kwenye nchi ambayo atamuonyesha ya Kanani. Ibrahimu alitoka kwenye ile nchi na akamwambia Ibrahimu, utakuwa utumwani uzao wako utachukuliwa utumwani miaka 400. Ukisoma maandiko toka aliponyanyuka Farao asiyemjua Yusufu, ilipofika miaka 400 Musa akatumwa kwenda kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitoka hapo ukaja kitabu cha Yeremia. Ukisoma kitabu cha Yeremia alitoa unabii akawaambia wana wa Israeli watachukuliwa utumwani Babeli, watakaa miaka 70. Ukisoma toka wametoka miaka 70, ilipokuwa imetimia miaka 70 kule utumwani walipochukuliwa, basi hapo wakatoka wakarudi kwa Israeli. Kwa hiyo baada ya miaka hiyo Mungu alifanya tukio. Kwa hiyo kwa sababu kuanzia kipindi cha Adamu mpaka miaka 2000 ilipopita Mungu alishusha gharika. Na kutoka mwaka 2000, kutoka kipindi cha Nuhu mpaka mwaka kuzaliwa kwa Yesu miaka 2000 ilipita, Yesu akazaliwa. Kwa hiyo kutoka Yesu kuzaliwa mpaka mwaka 2000 ilitakiwa Bwana Yesu awe amekuja. Bwana Yesu abariki sana. Ndio maana mwaka 2000 ulikuwa nasikia kelele zote. Wanadamu walikuwa wanahesabu hivyo, wanajua Nuhu ilipita miaka 2000 mpaka kuzaliwa Yesu ilipita miaka 2000. Sasa miaka 2000 hii iliyotimia walikuwa wanajua Mungu kuna tukio kubwa atalifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi hilo tukio kubwa ambalo Mungu amelifanya, ndio maana niko mahali hapa siku ya leo kukufunulia. Lakini watu hawajaona hilo tukio kwa sababu ya kalenda ya Mrumi. Kalenda ya Mrumi inatupotosha, kalenda ya Mrumi inatupoteza, lakini kwa kalenda ya Myahudi kiukweli kuna tukio kubwa limetukia. Na hiyo ndio inaonyesha ilishia mwaka 1954. Hapa katikati kuna tukio kubwa limeingia, wewe vumilia tu utakwenda kujua ni tukio gani hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ujumbe huu nitasoma tu kile kwa sababu nilisoma wakati uliopita, nilisoma sehemu ya pili ya siri iliyokuwa katika siku ya kuu, siku ile ya 7, siku ya 7 ya uumbaji, nilisema hayo mambo. Sasa leo nitasoma tu, wewe utapitia kusoma hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma tu hicho kitabu baadhi ili nimalize. Kwenye kitabu kile cha lile juma la 70 la Danieli. Kwanza kwenye muhuri wa kwanza kuna ujumbe ambao ndugu Branham alihubiri, alikuwa anaelezea ule muhuri wa kwanza. Huko kwenye ukurasa hii paragrafu ni ukurasa wa 154, paragrafu ya 233. Hapo utakuta nabii anaelezea kwamba kalenda ya Kirumi inatukosesha, kalenda ya kinabii ni kalenda ya Myahudi. Basi ukitoka hapo, na hii ilihubiriwa tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 1963. Kwenye kitabu kile cha majuma ya 70 ya Danieli, lile juma la 70, ukurasa wa
106, paragrafu ya 92 pamoja na paragrafu ya 70. Pale ukisoma utakuta nabii anatoa unabii kwamba kalenda ya Kirumi ilitukosesha. Sasa hapo alikuwa anaelezea jinsi ambavyo wale manabii wawili wa Ufunuo sura ile ya 11 ambao watahubiri. Wale manabii wawili, kuna mmoja atakuwa na roho ya Elia na mwingine atakuwa na roho ya Musa. Ufunuo sura ile ya 11. Ukisoma pale utakuta manabii wawili. Hawa manabii kazi yao ni kumalizia ile miaka 3.5 ambayo Yesu hakuimaliza. Na katika majuma 70 ukisoma vizuri, nabii anaelezea pale kwamba ukisoma majuma 70 ya Danieli kwenye kitabu cha Danieli, nadhani kwenye sura ya 5 pale ukisoma sura ya 9. Usoma sura ya 9 utakuta majuma 70 ya Danieli, anapewa majuma 70. Anaambiwa haya majuma 70 ya Danieli umepewa juu ya watu wako. Na watu wa Danieli ni Wayahudi. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hao Wayahudi wamepewa majuma haya 70. Ni wakati wao wote wa maisha yao wao na Mungu mpaka wakati wa mwisho wa dunia. Ndio hayo majuma 70 ambao wamepewa wana wa Israeli. Sasa ukipiga mahesabu vizuri tutakwenda kujifunza majuma 70, lakini hapa naelezea lile juma la 70. Lile juma la 70 ni miaka 7. Ukisikia juma moja kwa hesabu za kinabii ni miaka 7. Sasa ukisoma vizuri ile juma la 70, Danieli anasema kwamba Masihi atafanya agano na watu wake muda wa juma moja. Na katikati ya hilo juma Masihi atakatiliwa mbali. Sasa Yesu alipoanza kuhubiri mwaka ule wa 30, lilianza lile juma la mwisho la 70, ilitakiwa ahubiri miaka 7. Alihubiri miaka 3.5 akakatiliwa mbali, akauawa pale Calvary. Basi alipokatiliwa mbali kuna miaka 3.5 mingine inabidi Myahudi ahubiriwe. Lakini alipouawa Yesu pale, ikaja kipindi cha mataifa ambacho iko ni siri akikuandikwa, ndio tunapata kitabu cha nyakati 7 za kanisa, ambapo Mungu alitembea na kanisa la mataifa. Na ndio hizo roho 7 za Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6. Roho 7 za Mungu zilizotumwa duniani kote ni hawa malaika 7 au wajumbe 7 waliotumwa na Mungu kwa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo kukapita kipindi cha nyakati 7 za kanisa, ambacho hichi kipindi sasa akikuandikwa kwenye yale majuma 70, au pale kwenye juma lile 70, katikati ya juma la 70 zikaingia nyakati 7 za kanisa, ambapo ni kipindi cha mataifa. Bwana Yesu abariki sana. Sasa Ufunuo sura ya 11, baada ya mataifa kuisha, nyakati 7 za kanisa kuisha, tunaona Mungu anawajia Wayahudi, na Wayahudi hawa kutakuwa na manabii wawili ambao watahubiri habari za Yesu na kuwafunulia Wayahudi wale watu ambao walimuua Masihi, yule ndiye alikuwa Masihi, kwa sababu mpaka sasa Wayahudi hawaamini kama yule kwa Masihi, bado wanamgoja, lakini watamfunua hawa manabii wawili. Na wale 144,000 wa Ufunuo sura ile ya 7 ndio watapata Roho Mtakatifu kwa ujumbe wa hawa watu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Wayahudi wana miaka 3.5 kwa ajili ya nabii ya ujumbe. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Sasa hapo nilikuwa nafunua hiyo siri ambayo sikuimalizia, nadhani hapo nimemaliza. Umepata hiyo siri, nadhani ni